Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Na slogan yao hii tunacheza, yani kwamba hii kitapigwa baada tu ya bodi ya ligi kuu Tanzania kuweza kutangaza tarehe mpya kwamba mechi itachezwa Juni ya tarehe 25 tayari na Young Africans wamethibitisha hilo kupitia mitandao yao ya kijamii kwamba wako tayari kupeleka timu uwanjani baada ya kuchapisha tangazo la alinibania miguu huyu. Haya, tuendelee. Basi Young Africans imethibitisha ipo tayari kupeleka timu uwanjani baada ya kuchapisha tangazo la tarehe mpya kupitia kurasa wao wa Instagram. Awali klabu hiyo ilitangaza kuwa haiko tayari kucheza mchezo huo mpaka pale matakwa yao manne yatakapotekelezwa na wahusika. Na mpaka tunavyozungumza Juma na Ray ni kwamba kamati ya masaa 72 bado ipo kwa Wilfred Kidao, bado ipo kazini na mambo yanaendelea kama kawaida. Sasa kwa nini Yanga wamekubali kucheza ikiwa kwamba ile kamati ya masaa 72 iko chini ya Wilfred Kidao? Nafikiri tulifanya na yeye kipindi kiliopita, wiki nzima tulikuwa pamoja. Nilizungumza kwamba hii situation itahitaji Young Africans pia waweze kucompromise baadhi ya vitu. Matakwa yao kuna baadhi ambayo yatafanywa kazi kwa 100%, kuna mengine ambayo itachukua muda kufanywa kazi, na hii ndo maana pale ya mazungumzo na kitu ambacho kimeenda kufanyika. Matakwa yao ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha mwenyekiti wa bodi ya ligi ameondoka hapo awali kabisa kwenye barua, kwenye matakwa yao ya mwanzo kabisa, of course ameondoka. Walikuwa nataka mtendaji mkuu aondoke, of course ameondoka. Hii haya ambayo mkuja nao juzi wamemtaka Kidau pamoja na kamati ya masaa 72 iweze kuondoka. Kwenye yale matakwa 4 almost tunaweza kaita hata 5, mawili yameshatimia kwa uhakika. Na ndio maana Young Africans wameenda kukubali kucheza mchezo huu kwa sababu mengine yatachukua muda, na wao inavyosemekana kutokana na vyanzo vyangu wameambiwa kwamba Wilfred Kidau hatorudi mwezi wa 8. Yani kwenye uchaguzi wa mwezi wa 8 hatokuwepo, yani hatogombea tena nafasi. Kwa hiyo hakuna haja, yani kwenye hizi mechi 3 haina impact kubwa kiasi hicho. Na ndio maana nao wakasema okay, inawezekana tukacheza na huko kwenye msimu unaogeuka huyu hatutokopo naye, na wakakubali kucheza kutokana na misingio kwamba malengo yao makubwa yameshatimizwa, mwenyekiti wa bodi ya ligi pamoja na mtendaji mkuu kuweza kuondoka, lakini wakapewa assurance kwamba Kidau hatorudi nafasi ya kwenye awamu ya uchaguzi ambayo itakuja hiyo mwezi wa 8. Kwa hiyo wao wakasema okay, wakapiga hesabu zao wakaona inafaa, na hiyo ndio maana ya kucompromise kwamba utatimiziwa baadhi ya matakwa yako, mengine yakiwa pending, lakini wakati sisi tunaendelea kuyafanyia kazi ya, na sisi tunaomba ufanyie kazi kitu ambacho tunakitaka. Vuchi ni nini? Wewe kucheza dabi hiyo ya tarehe ambayo imepangiwa mpya ambayo ni tarehe 25. From there Young Africans wakaona haya mazungumzo ina mutual beneficial relationship kati ya mzungumzaji wao pamoja na watu ambao wao walihisi wamewakosea. From there wamekubali kupeleka timu uwanjani. Na huyo ndo alikuwa anaandaliwa nani kuwa president ajaye. Ngome imegonga mwamba. Kazidiwa kete. Sasa Juma, kwenye hili sakata unadhani mpira umeshinda kesi ama Young Africans imeshinda kesi? Mpira umeshinda. Na unajua vipi kwa mpiga simu? Amefeli. Kwa sababu kitu ambacho naye anahitaji kuwajibika kimya. Nadhani anahitajika pia kuweza kuwajibika kwa sababu hakuna sababu muhimu ambayo inaweza ikatuaminisha sisi kwa nini simu iweze kupigwa, si ndio? Kama sehemu ambapo inahusishwa pia na issue za rushwa, TAKUKURU wamejivua gamba mapema. Yes, washa kupigiwa simu na baadhi ya media zaidi ya mara 2 mpaka mara 3, wanasema mezani kwao hakuna kesi ya design kama hiyo. Viashiria vya vurugu. Hakuna viashiria vya pia hajatoa taarifa. Jeshi la polisi hajatoa taarifa yote kwamba kwenye dabi kulikuwa kuna vurugu 1 2 3. Kwa hiyo
kikubwa zaidi sisi ambacho tunatakiwa kuweza kujua kwa nini simu ilipigwa na kwa maana gani, si ndio? Lakini pia lazima tuende mbali kwamba of course tunahitaji usasa, si ndio? Kitamaduni zetu ni jambo geni sana kwa timu mwenyeji kuona anaenda kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mpira. Kama ndo tunaenda kwenda kwenye huu utandawazi wa sasa hivi kwamba lazima hivyo, basi inabidi ianze kufanyika. Sio utandawazi, ni kanuni. Na Young Africans wenyewe wanataka kanuni zisimamiwe. Yes. Lakini pia ukisikiliza kwenye yale mazungumzo ni kwamba Yanga sio kwamba ndo waliowazuia Simba. Yaani kwenye ile kesi yao ni kwamba Yanga wenyewe hajahusika kwa chochote kwenye kuwazuia Simba, bali kuna kiongozi ambaye alipiga simu, ambaye huyo pia Yanga wenyewe anamtaka kumjua ni nani ambaye aliyepiga hiyo simu. Baada ya tamko la Yanga, kesho nao pia Simba walikuja pia wakahoji nao, huyo alopiga simu nani? Tunataka pia ripoti. Kete ya moto. Ilikuwa ni kete ya moto ile. Na nafikiri ndio imeamua draft hii nani anashinda. Yaani kama vile pango. Kama vile ni pango hapo ikarushwa bomu. Naamini ambao walikuwa na kwenye kikao na Young Africans baada ya kusikia hali amezungumza hicho haifanyii. Yeah. Bahati nzuri alichojitahidi tu ni kwamba hakutaja jina. Huyo mheshimiwa alikuwa nani, lakini ukiangalia kiwalisia ni kwamba tunatakiwa tutoke huko. Na tuwe na standard nzuri. Tutoke hata kwenye utamaduni kwamba si mtu eti mimi hataki kutrain. Sio utamaduni wetu kutrain siku moja. Kanuni zinasema anatakiwa kutrain. Kwa hiyo akija kutrain wewe mpe kila kitu ambacho anahitaji aweze kutrain. Na taarifa pia ni muhimu. Na taarifa pia zinatakiwa kuwa muhimu. Yaani ukiangalia ni flow of information. Yaani flow of information ndio imekuwa tatizo. Simba kutoa taarifa sijui, lakini sawa kutoa taarifa, weki kanuni hujui kwamba Simba anatakiwa kutrain. Unajua? Ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa Young Africans hichi ambacho wamekisimamia, ambacho wamekipigania mpaka sasa, wahakikishe wanaenda kusimamia milele na milele. Yaani kanuni, sheria na miongozo ndio ikazungumze, ndio ikaongoze mpira wetu wa miguu, na sio matamanio ya kiongozi fulani, mtu mwenye nafasi fulani ndio akaongeze mpira wetu. Kanuni, sheria na miongozo. Kama kuna room ya kurekebisha hizo kanuni, sheria na miongozo, of course zinatakiwa kurekebisha. Na ndio maana kuna muda huwa kuna vikao vya watendaji wakuu wote wa vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu, kutoa yale madukuduku yao kwamba jamani, msimu labda ulitamatika ama umetamatika, ni kitu gani ambacho sisi mnahitaji tuboreshe. From there sasa hao ambao wanaenda kwenye hivyo vikao wakahakikisha wanakuwa wa kweli na wanaenda kuzungumza mpira wa miguu. Sio kwenye vikao wanakaa hivi wanafunga swala, wanakula tu zile bites pale. Baada ya hapo wanaanza kukutumia DM, mwanangu kuna hichi na hichi kimefanyika. Kazungumzeni kwenye kikao. Haitakiwi hiyo. Sawa. Sasa Juma pamoja na Raymond kwenye nyakati zote za Steven